Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu unayenitazama, nikukaribishe tutafakari neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 na mstari wa 1. Tunaona Yesu alipozaliwa, mamajusi walipeleka zawadi na manemane wakafurahi, lakini Herode alipopata taarifa alifadhaika. Kwa hiyo mtu mwenye kitu cha Mungu katika maisha yake atakutana na watu wanne. Mtu mmoja atakutana na mtu ambaye atafurahia na kupenda kile ambacho alichokibeba na natamani kiendelee na kifike kwenye kusudi la Mungu. Lakini mtu wa pili ni mtu atakayetafuta kuua kile ambacho ulichokibeba. Watu watatu ni wageni utakayewapokea kutoka kwa huyu anayetafuta kukuua ili waje kukupeleleza wewe, wamletee taarifa. Mtu wa nne ni Mungu atakayeonekana kuja kukuokoa katika maadui wako. Kwa nini Herode alifadhaika? Isaya sura ya 9 mstari wa 6 inatuambia kwamba kwa ajili yetu tumepata mtoto mwanaume na uwezo wa kifarume utakuwa begani mwake. Maana yake ile nyota ilikuwa ni ya kifarume, na Herode, kumbuka, alikuwa ni mfarume. Maana yake ni nyota mbili katika ufarume, ambayo nyota hii ya kifarume ya Yesu Kristo imeonekana kwenye nyota ya utawala wa kimwili katika ufarume. Kwa hiyo akaanza kuogopa na kuwa na maono na mtazamo wa kiutawala, kwa sababu ufarume, ukishazungumzia neno ufarume, tayari unakuja kwenye utawala. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu huwa hatuachi, anatupigania. Ukisoma kitabu cha Mathayo 2 ile sura ya 19, 23 ndipo ambapo unaona pana ujumbe mzito. Inasema Herode alipokufa, malaika akamwambia Yusufu, chukua mtoto na mama uende Israeli, kwa maana waliokuwa wakitafuta nafsi ya mtoto wamekufa. Kwa maana nyingine, tunaishi lakini kuna watu wanatafuta nafsi zetu. Kuna watu wanaweza kuwa wanatafuta ndoa yako kuiua, elimu yako kuiua, kazi yako kuiua, furaha yako kuiua, mipango yako waiue. Kuna watu ambao wanapeleleza wewe na mke wako au na mume wako, mumepita wapi, mmeingia supermarket ipi, mmekaa meza ipi, mmekunywa soda, mmekunywa juisi, mmepanda gari ipi, mmeingilia wapi, mnatokezea wapi. Lakini si kwamba wanataka wajue mlivyobeba tu ili wapate namna ya kuweza kuua huo upendo wenu. Hebu tafakari, kama Herode anasema na mimi nikamsujudie, kama angeweza angefika pale kwa Yesu, ingekuwaje? Si kila mtu anayekuchekea, anayekufurahia ukazania na kupenda. Kuna mwingine kukufurahia kwako, kukuchekea kwako si kwamba unampendeza, hapana, anatafuta namna gani ya kuweza kukuua bila wewe kujua, au kuua ulichonacho bila wewe kujua. Na mimi kuanzia leo unayenitazama, ikiwa kuna mtu yoyote ambaye anatafuta kuiua nafsi yako, kuua ndoa yako, kuua uzao wako, kuua mipango yako, kuua kazi yako, hatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyo hai. Na mimi natamka leo unayenitazama, nataka niombe na wewe. Tulia, niombe hapo hapo. Baba uliyeumba mbingu na nchi, mwana wa Mungu aliye hai, bariki huyu mtu ambaye ananitazama.
Ikiwa kuna yoyote ambaye hapendi, anafadhaika, anachukia huduma yake, maisha yake, ndoa yake, marengo yake, ikiwa kuna yoyote ambaye yupo kwenye maisha yake, ambaye kazi yake ni kutafuta ili aweze kuua maisha yake, ninafuta katika jina la Yesu, na hatafanikiwa. Neema ya Yesu Kristo ikutetee. Mungu awe na wewe, malaika wa kusimamie, damu ya Yesu iwe na wewe, uwepo wa Yesu ukutetee, asifanikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyo hai. Mtu yoyote ambaye anapanga mashambulizi, anayewinda nafsi yako, anayewinda ndoa yako aiangamize, anayewinda biashara yako aiangamize, anayewinda huduma yako aiangamize, kuanzia leo ardhi na mbingu ziandike neno hilo, hatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwana Mungu, nimeomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe. Neema ya Yesu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na wewe sasa na hata milele. Amen.